Ndugu wageni wote, mabibi na mabwana, mheshimiwa sana baba yangu Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, viongozi wote, marafiki, asalamu alaykum. Leo kwa kweli sitakuwa na maneno mengi, ni kumshukuru Mungu kunifikisha siku ya leo hili, mwezi wa 26 kama sijakosea. Nimekuwa na bahati nao siku ya leo, siku ya Lailatul Qadri. Nakumbuka nilipata bahati ya mwaka jana, ilikuwa siku kama ya leo. Mufti mkuu nilibahatika tena kumpata. Kwangu hii ni futari ya mwaka wa 5. Kwa hiyo shukrani nyingi ziende kwa Mungu, lakini na Watanzania wenzangu wote. Nipongeze serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ya usalama huu ndio tumefika hapa. Kwa hiyo baba yangu Mufti mkuu, najua umetuheshimu sana. Ulikuwa safari, umetoka Tanga na umefika, na nilijua kabisa hii minong'ono iliyokuepo, hata mimi mwenyewe nisema tu baba Mungu nisaidie, lakini nimefurahi kukuona. Furaha yangu leo imeninyima maneno. Najua una jambo lingine ambalo linaendelea kitaifa, lakini kwa kutuheshimu wana Mikocheni na Watanzania wote umefika. Lakini pia kwa kutambua juhudi sisi kama kijana wa Kitanzania, kama mkurugenzi wa Furaha Media, Furaha FM, Furaha TV. Nakumbuka futari ya kwanza ilianzaga na shehe wa kata, futari ya pili ulimtuma katibu wa ulama, futari ya 3 na futari ya 4 umefika we mwenyewe. Shukrani sana baba. Siwezi kukulipa na siwezi kuwalipa watu wote, lakini kwa kutambua mama zangu wanaongozwa na mama yangu Bi Mariam, busara zako, maono yako, leo hii tumepata taasisi kamili. Tulianzaga na online na leo hii tuna Furaha Media, Furaha TV na Furaha FM. Ni taasisi ambayo inaenda kujenga ajira nyingi za Watanzania. Hapa tulipo tuna watu, ukijumuisha Zanzibar na Tanzania tumefikisha watu 85. Kwa maana hiyo, Mungu akituendelea kutupa uhai, tutasaidia Watanzania wenzetu na vijana wetu wa Tanzania kutimiza ndoto zao. Nimekuwa na kanuni ya kumshukuru Mungu kwa kutumia Furaha Foundation, kwa kujitoa, kujumuika na madhehebu yote kwa namna ninakavyowezeshwa, na hatimaye siku ya leo imefika. Nimeendeleza yale Mungu alionifanyia. Mheshimiwa Mufti, unajua mwaka jana, baada ya iftari ya mwaka jana, mwanao nilipitia mambo mengi, lakini imekuwa faraja siku ya jana. Nafikiri kwa sababu ya baraka zako na baraka Mwenyezi Mungu alizokujalia, kila kitu kimekuwa salama na safi katika furaha huyu. Kwa maana hiyo, wanasema maisha ni watu, maisha ni wazazi, maisha sio pesa, maisha sio chochote. Kwa uwepo wa watu na baraka zenu, sisi tutafika kwenye ndoto zetu. Kwa maana hiyo, ni waombe sana muendelee kutuombea, hasa watoto wenu vijana wa Kitanzania. Tumekuwa wawekezaji sasa, ni vijana tuliozaliwa hapa katika nchi yetu. Tutaiunga mkono serikali yetu na Dr. Samia Suluhu Hassan, mama aliyetengeneza mazingira mazuri ya kibiashara na ambaye ametufikisha hapa sisi. Kwa hiyo Mufti, sitaongea maneno mengine zaidi, ila nikukaribishe. Nakumbuka maneno yako ya mwaka jana. Ulisema kijana bora ni kijana anayejizilisha kwa matendo yake katika jamii yake, kwa kutenda mema na yale yenye kupendeza Mungu na kutii kanuni na sheria zilizowekwa ndani ya nchi yake. Nami wewe umekuwa shahidi na Watanzania wenzangu, fulani nimekuwa nikiaishi hayo.
upendo na naendelea. Mungu, pale napokosea msisite kuniombea na kunirekebisha. Mimi ni binadamu. Kwa hiyo Baba, nikuombe sana, angalau nikuombe uje useme neno moja kabla hujatuaga, lakini nafurahi sana kukuona, na Mwenyezi Mungu atakupa maisha marefu. Utauona uzee wangu Baba. Wakati mimi nafikisha miaka 90 lazima unione. Sasa mnaweza mkahesabu yeye atakuwa na miaka mingapi. Lakini nikushukuru sana. Nishukuru sana shehe wangu wa wilaya, mzee wangu, baba yangu. Wazee mimi naonea wivu sana kwa umri wenu. Naamini nikifika umri kama huo nitakuwa nimefanya mengi sana kwenye nchi yangu. Inshallah. Nishukuru sana. Baba yangu umetoka Korogwe na juu na upendo sana. Sana. Nasikia umemwambia baba lazima niende kwa mwanangu. Nami kazi yangu ilikuwa ni kukuombea safari nzima na umefika, huna hata uchovu wowote. Karibu sana Furaha Media, karibu sana kwa watoto wako. Nikushukuru shehe wetu wa kata. Wajua safari yetu ilianzia wapi. Nikushukuru sana. Na niwashukuru viongozi wote wa serikali na Chama cha Mapinduzi walioko hapa na vyama vingine. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumekuwa pamoja na tukishirikiana. Sina cha kuwalipa tofauti na kusema asanteni sana. Baada ya kuyasema hayo Baba, karibu at least unene neno moja hata la shukrani kwa watu wako. Asante Baba.